Kristo tumaini letu. Basi wapendwa ndugu zangu, tunapoelekea ukingoni mwa mwaka wa kiliturujia, maana leo ni Dominika 32, ijayo ni ya 33 na ile ingine ni ya Kristo Mfalme, ndio ukingoni mwa mwaka wa kiliturujia. Basi Mama Kanisa anatualika tutafakari nyakati za mwisho kama mwanzo wa upya wa uzima, upya wa maisha tunayoyaendea. Kiwa pia sikukuu ya kipaimara katika parokia yetu, ni muda mzuri na mwafaka wa kujihoji mintarafu imani yetu kwa nyakati zijazo. Ndugu zangu, yawezekana kukuza imani na tumaini katika uzima wa milele, au pia kujibamiza katika hofu ya kifo na kuishia katika kukata tamaa. Pengine nianze tafakari yetu hii kwa mfano. Siku moja, miaka hiyo tu ndio nimepewa upadrisho, nikaelekea kwenye kigango kimoja kiko kijijini. Vijijini enzi hizo magari ni nadra. Basi nilipofika pale, wakati nageuza gari, mmoja wa watoto walikuwa napenda gari sana, kama gari kitokea lazima watokee. Basi mmoja wapo ambaye alikuwa anapenda sana gari akaja. Bahati mbaya akapitia upande wa nyuma wakati narudi reverse. Basi wenzake wakamkaripia kwa makali na kumtishia kwamba gari lingemkanyaga na kumtoa matumbo. Mara mtoto yule akaanza kulia sana. Nilipomhoji, kwa nini unalia? Akasema kuwa ana hofu, akikanyagwa matumbo yatatoka na hataweza kula tena chakula. Hofu au sikitiko lake halikuwa kifo, bali kule kutoweza kufaidi utamu wa chakula tena. Kwake umaana wa maisha ulikuwa ni kuendelea kuweza kula, kufaidi utamu wa chakula. Haishangazi, ndivyo fikra za kitoto mara nyingi zinavyokuwa. La kushangaza lakini, ndugu zangu, ni simulizi katika Injili ya leo la kundi la watu waliokuwa na mawazo finyo kuhusu hatima ya maisha na kifo mithili ya mtoto huyu. Hao ni kundi la wale walioitwa Masadukayo, ambao imani yao ilibakia kwenye kushikilia tu vitabu 5 vya Musa walivyokuwa wanaviita Tora, au ndani yake Torati, yani sheria ya Mungu. Kwa vile humo kwenye Tora imani ya ufufuko haitajwi bayana, basi wao walishikilia kwamba wafu hawafufuki. Kwa maneno mengine, hamna ufufuko. Lakini pia hamna malaika na wala hamna roho. Kirejea Matendo ya Mitume sura ya 23 aya ya 8, mafafanuzi hayo yamewekwa vizuri. Kwa Masadukayo, maana wa maisha ulibaki tu kuishi maisha marefu hapa duniani, kuyafaidi matamu yake vilivyo, maana kifo ni mwisho wa yote, nifunga pazia, hamna kusonga mbele. Kwa kweli, kwa baadhi ya wengine enzi hizo, falsafa yao ikawa kula, kunywa, furahia maisha, maana kesho hupo. Sensi hiyo
anaifafanua Paulo mtume katika waraka wake wa pili kwa Wakorinto sura 15 aya 32b. Kwa ufupi tungeweza kusema ponda mali kifo chaja, maana baada ya kifo hamna zaidi. Ni katika kutetea na kuhalalisha mtazamo wao huo, kwenye Injili ya leo tunasikia Masadukayo wanaunda swali mtego walilotarajia lingekejeli tumaini juu ya ufufuko. Ufufuko ambao Kristo na jamii kubwa ya Wayahudi walikuwa wanashikilia. Kumbe swali likatua kwa mwalimu mahiri, akaligeuza kuwa kiboko dhidi ya ufinyo wa mawazo yao mintarafu ufufuko. Yesu akaanza kubainisha wazi kuwa uzima wa milele upo, na uzima wa milele ni zawadi ya Mungu kwa watakaohesabiwa kustahili kupata uzima huo. Hao watabadilika na kuwa wana wa ufufuko, yaani wenye miili ya utukufu mithili ya malaika. Watatoa maisha tofauti na haya ya hapa duniani, kiasi kwamba kuoa na kuzaa watoto havitahitajika tena, kwani ufufuo huo si wa kurudia tena maisha haya ya duniani, bali Roho atawatakatifuza na kuwabadili kuwa wana wa Mungu, wana wa ufufuo. Hili ni fumbo ambalo sikio wala jicho la kibinadamu havijawahi kulipenya. Lakini pili, Bwana wetu Yesu Kristo anawadhihirishia kwamba Mwenyezi Mungu ni Mungu wa walio hai, na kwamba hayo yamefunuliwa kwa Musa, Mungu alipojitaja kuwa ndiye aliyeko, na kwamba mikononi mwake wamo mababu wote wa imani. Kwa namna hiyo Yesu anatumia vitabu vitano vya Musa, hivyo vya Torati, walivyodhani kwamba haviongei lolote kuhusu ufufuko. Anavitumia vitabu hivyo kusahihisha ufinyo wa mtazamo wao. Kwenye sura Yesu aliyoitaja kuwa sura ya kijiti, ni pale ambapo Musa aliona kichaka kinawaka moto lakini hakiteketei. Pale Mungu alijidhihirisha kwa Musa kuwa ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Hivyo si Mungu wa wafu, bali wa walio hai, kwa kuwa wote huishi kwake. Hivyo Yesu akatumia mtego wao huo kuchapa kiboko dhidi ya mawazo yao finyo kuhusiana na ufufuko. Ndugu zangu, imani juu ya ufufuko ni jibu na msingi wa imani yetu ya Kikristo, liturujia yetu na taalimungu yote. Ukristo bila imani ya maisha baada ya kifo haueleweki. Hata hivyo, ni hatua kwa hatua Mungu aliufunua zaidi ukweli huo, hasa kwenye miaka ya kuelekea mwishoni mwa Agano la Kale ili kufungua Agano Jipya. Hivyo somo la kwanza tulilolisikia, ambalo lilitoka kitabu cha pili cha Makabayo, kule walikosea waliandika cha kwanza lakini kipili cha Makabayo, limetuletea simulizi lenye mvuto na hisia kali. Japo imesoma kwa ufupi wake,
lakini mvuto huo umetupelekea kwenye tangazo la imani ya kwanza juu ya ufufuko wa wafu. Zama hizo za madhulumu kwa Makabayo ilikuwa miaka 100 hivi kabla ya kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu aliwawezesha wale ndugu 7 wanaosimuliwa hapo pamoja na mama yao kupenya kwenye tumaini kuu la uzima kamili baada ya kifo, na kuwa wema watafufukia uzima wa milele na waovu aibu ya milele. Tumaini la ufufuko ndilo lililowasukuma na kuwaimarisha ndugu hao kupokea mateso na hata kifo kuliko kuvunja sheria za wazee wao na sheria za Mwenyezi Mungu. Tangu hao wafia dini Makabayo, imani ya ufufuko imekuwa msukumo wa mashahidi na wafia dini wa Kristo. Lakini Kristo mwenyewe, yeye aliyepitia fumbo la mateso, kifo na ufufuko, ndiye kiini na uthibitisho na msingi wa imani nzima. Ndiyo maana Mtume Paulo kwamba kama hakuna ufufuko wa wafu, basi Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, basi mahubiri yetu ni bure na imani yenu ni upuzi mtupu. Anaendelea, hiyo ni katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorintho sura 15 mstari wa 13 kuendelea. Sasa kwenye aya ya 20 anasema, lakini ukweli ni kwamba Kristo amefufuliwa kutoka wafu, wa kwanza wa wale waliolala katika kifo. Hivyo ndugu zangu, kifo sio tena neno la mwisho, bali kifo kinageuzwa kuwa lango na mwanzo wa uzima mpya, uzima wa milele. Mungu hashindwi na mauti. Kama Kristo alivyoshinda mauti, ndivyo tutakavyoshinda kwa imani na upendo. Hilo ndilo tumaini jema lisilohadaa ambalo linatufanya tupige hatua mbele kishujaa katika kumshuhudia Kristo kwa maneno na matendo. Ndugu zangu, maisha ya ufufuo yana mvuvio wa Roho Mtakatifu ambaye waimarishwa wetu watampokea hivi punde. Roho Mtakatifu anapaswa ayabadili maisha yetu, yatuelekeze kwenye maisha ya uzima wa milele. Kama Mtume Paulo anavyowaombea Watesalonike kwenye somo letu la 2, anawaombea kuimarishwa kwa neema na faraja ya milele. Hivyo hivyo mtu wa imani na anayeimarishwa anapaswa kusimama imara katika neno, akiwa na moyo wa upendo na ustahilifu. Mwaliko huu ni mahususi kwetu na kwa kipekee kwenu wapendwa wangu waimarishwa, mliobatizwa na mtakaowekewa mikono na kupakwa krisma takatifu leo hii ili kupokea sakramenti ya kipaimara. Kwenye somo hilo tumeelezwa kwamba wako ambao hawana imani, wasiojali haki, wasioleta siha katika maisha ya wanadamu. Paulo mtume anatualika tusimame imara kishujaa imani, ili neno la Mungu lisizimwe, bali liweze kupenya na kusambaa kila mahali. Niwageukie sasa wapendwa wanangu mnaojiandaa kupokea sakramenti ya kipaimara hivi punde.
Labda niwaulize wote kwa pamoja, sakramenti ziko ngapi? Hebu zitajeni. Basi ndugu zangu, sakramenti za kwanza 3, yaani ubatizo, kipaimara na ekaristi, hizi sakramenti zinategemeana katika kumpokea mtu kwenye jamii ya waamini wa Kristo. Kwa kawaida wengi wenu hamkuzipokea kwa mtiririko huo. Wengi wenu mlibatizwa, alafu mkajiandaa kwa komunyo ya kwanza, mkaanza kwa sakramenti ya upatanisho au kitubio, ndipo mkapokea ekaristi. Baada ya hapo ndipo mkaanza kuendelea tena na hizi nyingine, yaani kafuata kipaimara na nyingine. Lakini tunazitaja kwa mtiririko ambao ulitumika zamani kuwabatiza watu wakiwa watu wazima, au hata wakati wa Pasaka. Kwa wale mnaoshiriki ibada ya Pasaka usiku yenye ubatizo, kiongozwa na askofu au askofu akiwa ameruhusu paroko, mtu mzima anabatizwa kwenye misa hiyo hiyo ya usiku. Akimaliza kubatizwa, anapakwa mafuta ya krisma kwa kupewa kipaimara, alafu anashiriki ekaristi. Kwa hiyo usiku huo huo aliobatizwa anapokea ubatizo, kipaimara na ekaristi. Huo ndio mtiririko tunavyotaja sakramenti hizo. Ndipo akitenda dhambi sasa anaenda kuungama. Kwa hiyo sakramenti ya kitubio inakuwa ni ya 4, na anaendelea sasa na hizi nyingine kama tulivyojitaja. Sasa cha kwanza, ubatizo unatufanya mtu Mkristo. Je, Mkristo ni nani? Ndugu zangu, neno Mkristo linachota chanzo chake kwenye Kristo mwenyewe, ambaye kwa kweli neno Kristo linamaanisha mpakwa, yaani mpakwa mafuta au Masiha, yule ambaye Mungu alimtia mafuta kwa Roho Mtakatifu, kama tunavyosoma Matendo ya Mitume sura ya 10 aya ya 38. Hivyo sakramenti ya kipaimara ni ukamilifu wa ubatizo wetu. Kipaimara kwa Kilatini tunaita confirmatio, Kiingereza anaita confirmation, inadokezea kwamba hii ni sakramenti inayothibitisha ubatizo na kuimarisha neema ya ubatizo. Kisoma katekisimu ya makanisa Katoliki namba 1289 imefafanuliwa vizuri sana. Ni kuhakikishwa mwanakanisa kwa kumpokea Roho Mtakatifu katika ukamilifu wake na kupigwa chapa ya muhuri usiofutika kwa ile ishara ya kuwekewa mikono na kupakwa krisma takatifu, ukiambiwa pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu, yaani muhuri ambayo ni alama isiyofutika, ishara ya wakfu kwamba wewe umetengwa kuwa kwa ajili ya Kristo mwenyewe. Bila shaka mnafahamu kwenye kanisa kuna mafuta matakatifu. Mafuta matakatifu tunayoongelea sio haya unasikia huko mtaani, dini mbalimbali zinaongelea vidhehebu mbalimbali kuhusu mafuta ya upako sijui ya nini. Achana na hizo dini za teremka tukaze. Iliyo kanisa, mafuta yale yanabarikiwa kwa heshima kubwa, yaani wiki kuu. Mara nyingi ingetakiwa iwe Alhamisi asubuhi kwa ile misa inayoitwa Krisma, lakini kwa sababu za kichungaji mara nyingi, sehemu nyingi katika majimbo mengi zinafanywa kabla ya Alhamisi kuu, na hapa jimbo kuu la Dar es Salaam tumezoea kuifanya Jumanne katika Juma Kuu. Ile ndiyo siku ya kubariki mafuta matakatifu yatakayotumika mwaka mzima.
Hayo si ya kuokota tu huko. Pale wanaunganika baba askofu mwenyewe na waandamizi wake wote na mapadri wote, wanaenda kwa kazi ya kubariki mafuta matakatifu. Na katika kubariki mafuta matakatifu ambayo yako, tuna aina ngapi za mafuta matakatifu? Kuna anajua aina ngapi? Basi ni watajie yako aina 3. Kuna mafuta ya wakatekumeni, kuna mafuta ya wagonjwa, na kuna krisma takatifu. Katika misa hiyo baba askofu anabariki mafuta ya wakatekumeni, ndio atakayotumika kubatiza watu mwaka mzima. Kabla ya kubatizwa wanapakwa mafuta ya wakatekumeni. Alafu anabariki mafuta ya wagonjwa, ndio yatakayotumika kuwapaka wagonjwa katika sakramenti ya mpako wa wagonjwa mwaka mzima. Na sakramenti hiyo inatolewa na padre tu. Hata shemasi haruhusiwi kumpaka mgonjwa mafuta. Siku hizi nakuta wengine huko walei, watu wa kawaida tu, sio wamejiita na upako gani, wameshika vichupa vyao wanazunguka kupaka wagonjwa mafuta. Hayo ni ya kwenu huko, mgawanyane huko kama ugoro. Lakini haya matakatifu yanafuata desturi za kanisa. Padri ndiye anaitwa. Hata kwa mfano shemasi yuko, shemasi anaweza kwenda kumpelekea mgonjwa sakramenti vyote, lakini kumuungamisha na kumpaka mpako wa wagonjwa ni padre tu au askofu, si chini ya daraja la upadre. Lakini kuna mafuta hayo ya krisma. Mafuta ya krisma hayabarikiwi tu. Mafuta ya krisma yanawekwa wakfu. Na wale ambao mmeshashiriki ibada au kufuatilia kwenye TV, yale mafuta yanachanganywa na manukato. Na hata leo mtasikiliza wale wenye pua zenye kusikia harufu vizuri, nani krisma ndio mafuta yanayonukia vizuri sana. Yanawekwa manukato, alafu yanawekwa wakfu. Wakfu ni zaidi ya kubariki. Na mafuta hayo yanatumika kwa sakramenti zote ambazo zinapiga chapa isiyofutika milele. Kwa hiyo sakramenti zinazotumia mafuta ya matakatifu ya krisma hazirudiwi. Ya kwanza ni ubatizo. Ubatizo, ukishabatizwa na kupakwa krisma, umeshabatizwa. Hata mtu akawa na wasiwasi, ubatizo haurudiwi tena. Ingine ni sakramenti mtakayoipokea ya kipaimara. Kipaimara mnapakwa mafuta ya krisma kwenye paji la uso. Hairudiwi tena kipaimara. Mmepokea kipaimara, ni sakramenti isiyofutika, ni ya umilele. Ndiyo maana wale wanaobabaika baada ya kupata kipaimara, hao wanakuwa si baraka. Kwa kweli wanajitafutia laana, wanajitafutia balaa. Sakramenti ingine inayotumika mafuta ya krisma ni sakramenti ya daraja la upadrisho. Padre anapopewa upadri, shemasi akipewa upadri, askofu anampaka mafuta kwenye viganja vya mikono. Akesha mpaka, amewekwa wakfu wa milele, padri milele, kadiri ya sheria ya kuhani mkuu Melkisedeki. Na ndio maana padri akiugua, padri mwenzake akienda kumpaka mafuta ya wagonjwa, yeye hampaki huku mbele kwenye viganja kama ilivyo kwa waamini. Padri anapakwa huku mgongoni, kwa sababu hapa palipakwa mafuta matakatifu ya krisma. Na askofu anamiminiwa mafuta kichwani. Huyo pia anakuwa amewekwa wakfu kwa kazi hiyo, kwa sakramenti isiyofutika. Hata vitu vingine vinavyotumia krisma, makanisa yaliyowekwa wakfu, yaliyotabarukiwa, zile kuta zinapakwa mafuta, makanisa hayo yanabaki makanisa kadiri inavyowezekana miaka yote. Ndiyo maana ili kanisa liwekwe wakfu, lazima liwe limejengwa kwa viwango. Altare, na mara nyingi ni altare za jiwe, zinapotabarukiwa, ni wakati ule askofu anamimina mafuta ya krisma kwenye altare, ubani unawashwa, moto unawaka, watu wanaimba litania, hiyo itabaki altare milele. Kama imetabarukiwa,
hatuwezi siku nyingine tukasema sasa tumekosa meza za kutosha za kulia chakula, tuichukue tuifanye meza ya kulia chakula. Haiwezekani. Hivyo chochote kinachotumia mafuta matakatifu ya Krisma ambayo nayo inawekwa wakfu, vinawekwa wakfu na kutumika kwa milele yote. Hivyo ndugu zangu, ninyi waimarishwa kwa kipaimara wa Kristo, yaani wale waliopakwa kushiriki kwa vikubwa utume wa Yesu Kristo na utimilifu wa Roho Mtakatifu ambao Yesu Kristo amejaza nao, ili maisha yao yote yanukie manukato ya Kristo. Tunasoma waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 2 aya ya 15. Roho Mtakatifu mnayempokea leo kwa kuwekewa mikono na kupakwa Krisma takatifu sawa na walivyopokea wafuasi siku ya Pentekoste, huyo awafanye muwe kweli mashahidi wa ujumbe wa Mungu mnaoupokea. Hivyo kupokea Roho Mtakatifu kuwe kwenu kama Pentekoste mpya maishani mwenu. Mtakatifu Ambrosi alikuwa askofu wa Milano karne ya 4-5. Alikuwa anawaambia waimarishwa wake maneno haya: kumbuka kwamba umepokea mhuri wa kiroho, roho wa hekima na akili, roho wa shauri na nguvu, roho wa elimu na ibada, roho wa uchaji mtakatifu, na ukilinde kile ambacho umekipokea. Mungu Baba amekutia alama na amejaza amana yake Roho moyoni mwako. Hivyo mkiwa mmempokea Roho wa nguvu na pendo, msichoke kumshuhudia Kristo kwa maneno na matendo, yaani kwa maisha yenu yote. Tuonyeshe uaminifu wetu na pendo kwa kutimiza mapenzi ya Mungu. Moyo uliojazwa upendo wa Mungu hauwezi kuchoka kutenda mema hata katikati ya giza nene. Aidha, leo tunaambiwa uhai ni zawadi takatifu itokayo kwa Mungu, tunayopaswa kuilinda sana, na anayedhulumu maisha, huyo anaelekea katika kundi au fungu la wale wasio na lao kwa Mwenyezi Mungu, wale ambao yule mtoto alimwambia, wewe dhalimu, hutakuwa na ufufuko wowote. Novemba ni mwezi wa kuwaombea na kuwakumbuka ndugu zetu marehemu. Tuendelee kuwaombea sana. Tuwakumbuke pia wengi wale waliopoteza maisha yao siku hizi za karibu kwa vurugu mbalimbali nchini mwetu. Wako wengi wasiokuwa na hatia ambao damu zao zimemwagika, lakini pia tuwaombee wale wasio na mwombezi. Tuweke imani na matumaini yetu yote kwa Mungu aliye hai na anayewakusanya wanaye katika uzima wake wa milele. Hilo liwe tumaini letu, hasa tunaposali kila mara kwenye kanuni ya imani, kwenye nasadiki, tukihitimisha kwa kusema nasadiki ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina.